Basi ujumbe wa leo una kichwa kinachosema angalia jinsi usomavyo. Angalia jinsi usomavyo. Huo ndio ujumbe ambao tutatembea nao siku njema ya leo. Angalia jinsi usomavyo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Naomba nisome kitabu kile cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 25 mpaka ule mstari wa 27. Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi ule mstari wa 27. Luka 10:25 hadi 27. Sikiliza maneno ya Mungu yanavyosema. Biblia inasema, na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Mstari wa 28 akamwambia, umejibu vema, fanya hivi na utaishi. Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu na kufa. Kwa nasibu, maana yake kwa bahati, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akafunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtuze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Unaje wewe, katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Hii habari wengi tunajua ni habari ya Msamaria mwema. Lakini nilikuwa nataka tukiangalia leo mstari wa 26. Hapa kwenye mstari wa 26. Alitokea mwanasheria mmoja, alafu akamfuata Bwana Yesu akitaka kumjaribu. Kumbuka huyu hakwenda katika lengo la kumjaribu Bwana ili amdaki kwa maneno yake, lakini alitaka kujua, kupima ufahamu wa Bwana Yesu kuhusiana na maandiko. Alipomfuata akamwambia, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Swali zuri sana. Katika wanasheria ambao waliwahi kuuliza swali zuri kuliko watu wote ni huyu. Alienda kumuuliza, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Ili ni swali ambalo wengi sana hatuwezi kwenda kumuuliza Mungu kwa maombi au kwa njia nyingine yoyote. Wengi tukienda kwa Mungu tunataka tumwangalie na kumuuliza, tufanye nini tufanikiwe, tubarikiwe, tupate nyumba, tupate gari, tupate maisha mazuri. Wachache sana wanaweza kwenda kwa Bwana katika maombi na kumwambia, Bwana, nifanye nini ili niurithi uzima milele? Huyu mwanasheria alifuata Yesu na swali hilo, akamwambia, nifanye nini ili niurithi uzima milele? Angalia jibu la Yesu. Mstari wa 26. Akamwambia, Yesu akajibu, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Tuishie tu hapo. Huyu mwanasheria Kristo akamuuliza, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaji? Ni swali ambalo pia ni zuri sana, ambalo Yesu alimrudishia yule mwanasheria. Kuna wakati Yesu anajibu maswali yanayoulizwa moja kwa moja, lakini kuna wakati anajibu kwa swali. Na huyo alipomuuliza nifanye nini ili urithi uzima milele, yeye akarudi na kumwambia, imeandikwa nini katika Torati?
Wasomaje? Angalia huyu mwanasheria alichojibu, akasema imeandikwa hivi: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Kristo akamwambia, umejibu vizuri, fanya hivyo nawe utaishi. Kristo alimuuliza imeandikwa nini katika Torati, na wasomaji, au ndio maswali mawili ambayo leo tunaenda kujadili. Imeandikwa nini katika Torati, nawe wasomaji. Nilitegemea Kristo pengine angemuuliza umejifunza nini kwenye dini yako, au umejifunza nini kwa wazazi wako, au umejifunza nini kwa wanasheria, au umejifunza nini kutoka katika mapokeo yako. Lakini Kristo alimrudisha huyo mtu katika Torati, akamuuliza, je, imeandikwa nini katika Torati? Hilo ni swali la kwanza. Lakini sio tu swali la kwanza imeandikwa nini, lakini je, pia wewe unasomaje? Unaweza ukaona kitu kimeandikwa lakini ukasoma kinyume na inavyotakiwa kusoma. Yule mtu akasema imeandikwa hivi, mpende Bwana Mungu wako. Sasa katika Torati kuna vitu vingi sana vinaandikwa, vingi sana vinaandikwa kule. Yule mtu pengine angeweza kusema, sasa Bwana ananiambia imeandikwa nini kwenye Torati? Mbona kwenye Torati kumeandikwa mambo mengi? Imeandikwa tusizini, imeandikwa tusiibe, imeandikwa tusidanganye, imeandikwa vitu vingi. Sasa wanataka nimueleze nini? Sasa nimueleze Torati nzima? Lakini angalau mwanasheria alichuja vitu vikuu viwili tu. Akasema imeandikwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Sasa nyingine anasema na kwa nguvu zako zote. Alafu nampende jirani yako kama nafsi yako. Kristo akamwambia umejibu vyema. Unajua kwa nini alimwambia umejibu vyema? Kwa sababu kuna mtu mwingine alifuata akamwambia, Bwana, ni amri ipi iliyo kubwa kuliko zote? Ni amri ipi iliyo kubwa kuliko zote? Yesu akamwambia, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni Mungu mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako yote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Hiyo ndio amri ya kwanza. Na nyingine, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kuna mahali Yesu aliwaambia watu amri kuu. Sasa huyu mwanasheria tayari alikuwa shapata ufunuo wa amri kuu ni ipi. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Lakini pia na nyingine, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kristo aliposikia huyu mtu kajibu sawa sawa na yeye alichokuwa anakifundisha, akajua mwanasheria yuko sahihi kabisa, ana akili, anafahamu, akamwambia umejibu vema. Fanya hivyo na wewe utaishi. Bwana Yesu nasikie sana. Kwa huyu mwanasheria alikuwa anajua Torati, alikuwa anajua sheria, alikuwa anajua na amri za Mungu, alikuwa anajua na hukumu ya Mungu, na alikuwa anajua ni kipi ambacho ni ufupisho wa mambo yote, kwamba ufupisho wa sheria zote za Mungu na amri zote ni upendo. Na upendo wa kwanza ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo, roho, akili na nguvu. Na sehemu nyingine ni kumpenda jirani. Na ni kweli, sehemu nyingine Yesu akasema kupitia hizo amri mbili Torati na manabii zote ziko hapo ndani. Kwa sababu amri ya kwanza inasemaje? Mpende Bwana Mungu, mimi ni Mungu, Bwana Mungu wako leo kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, sio na Mungu mwingine ila mimi. Hiyo ni kumpenda Bwana. Usijifanyie sanamu kuchonga, ni kumpenda Bwana. Ikumbuke siku ya Sabato, ni kumpenda Bwana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Usimtaje bure jina la Bwana Mungu wako, ni kumpenda Bwana huko. Lakini nusu ya zile amri 10 kuendelea huko zinamhusu mwanadamu. Usiibe, hiyo ni upendo kwa jirani yako. Usiue, ni upendo kwa mtu. Usizini, ni upendo wa mtu kwa mtu. Usitamani cha mtu, ni upendo. Kwa hiyo amri 10 ni summary ya upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Nusu. Ndio maana huku ukiangalia ni kama 5 au 4 zinamhusu Mungu, hizi nyingine zinamhusu mwanadamu. Upendo kwa Mungu. Akajibu umenena vyema. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini kwa nini Kristo amwambie huyu mwanasheria imeandikwa nini katika Torati? Kwa nini amwambie hivi kwamba imeandikwa nini katika Torati? Alafu kwa nini amwambie tena unasomaje? Na huyu mtu akasema kilichoandikwa, lakini pia akasoma sawa sana vile ambavyo Kristo alikuwa anataka asome. Kwa maana yake angekuja na kusema kwenye Torati imeandikwa tuabudu miungu mingine, angekuwa hajajua kilichoandikwa kwenye Torati. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini huyu alikijua kwenye Torati, akakisoma, Kristo akampa vema. Unajua Yesu so mtu ambaye anaangalia makosa kila wakati. So mtu ambaye anaangalia makosa kila wakati. Huyu mwanasheria alikuja, alikuwa pia na itikadi zake nyingine.
Lakini kwa hili alijibu vema. Kristo akampa vema. Ndio maana kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo, kuna mahali kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3. Biblia inasema Kristo au Bwana wetu Yesu alikuwa anafuata ile makanisa, anaambia na ajua matendo yako na subira yako na uvumilivu wako. Alafu anasema lakini umewacha upendo wako wa kwanza. Kwa Yesu cha kwanza akija kwa mtu anachokiangalia ni yale mazuri anayofanya. Anakusifia katika yale mazuri anayofanya. Lakini analo neno lakini. Na kama unao mazuri yote hata kuwa na neno lakini. Kwa hiyo mwanasheria alikuja, sio alikuja kumwambia ni kuamini wewe. Alikuja tu kutaka kumjaribu Bwana Yesu kwa lengo la kutaka kujua kwamba Yesu anajua maandiko. Na alipojibu vema akampa tiki, akamwambia umejibu vema. Fanya hivyo na utaishi. Habari iko ishaishia hapo. Lakini akazidi kuendelea ndani sasa kutaka kuangalia kama yeye ana haki zaidi, kujipima kwa Yesu. Akamuuliza na jirani yangu ni nani? Na jirani yangu ni nani? Sasa katika Israeli siku zote ukisoma katika agano la kwanza, agano la kale, Wayahudi walifundishwa na Musa ya kwamba majirani zao ni ndugu zao wa Israeli wenzao. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo amri ilikuwa nasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Walikuwa wanajua jirani ni Myahudi mwenzao. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini mtu ambaye anatoka nje na taifa la Israeli sio jirani, ni adui. Amen. Hiyo ndio protocol walikuwa wanatembea nayo. Sasa huyu mtu alijidai mwenye haki, akamuuliza Yesu, jirani yangu ni nani? Akitegemea Yesu atamwambia jirani yako ni Myahudi mwenzako. Alafu Yesu akajua tatizo lake na la Waisraeli wote. Akatoa mfano, akamwambia hivi, kuna mtu mmoja alikuwa anatoka akaangukia katika mikono ya wanyang'anyi. Wakamtia jeraha wale wanyang'anyi. Alafu akawa amelala pale ana msaada. Anasema akapita Mlawi. Mlawi ni Mwisraeli, ni Myahudi. Alipomuona akapita kando, manake akaangalia huyu. Torati inaniambia nimpende jirani yangu. Jirani yangu sio huyu sio Myahudi aliyeangukia hapa. Huyu sio Myahudi. Sio Myahudi. Akapita kando. Akaja kuhani kwa nasibu kwa bahati, naye akapita ile njia. Alipomuona huyu mtu mbona anahitaji msaada, lakini huyu sio Myahudi mwenzangu, akapita kando. Lakini akatokea Msamaria ambaye sio Myahudi. Alipomwangalia akaona huyu kweli sio taifa langu pengine, lakini kaangukia katika matatizo haya, ngoja nimsaidie. Akamsaidia. Akampeleka katika nyumba za kulala wageni, lakini akatia jeraha zake dawa. Kristo akauliza, katika hawa ni yupi aliye jirani wake yule alisaidia? Akasema ni huyu aliyemuonea huruma. Naye akaambia, nendeni mkafanye hivyo vivyo hivyo. Maana jirani yako ni zaidi ya yule mwenye mahusiano na wewe ya damu, ya kikabila, ya kikanda, ya kiimani au ya kitaifa. Ni zaidi ya hapo. Yule mtu akatoka na kitu kipya mwana sheria. Lakini tayari alikuwa shajua amri kuu ni upendo, kumpenda Mungu na kumpenda jirani kama nafsi yake. Bwana Yesu nasifiwe. Lakini Kristo alimwambia, unasomaje katika Torati? Imeandikwa nini katika Torati? Na ndio hilo hili ambalo tunaenda kuliangalia. Je, na wewe unasomaje katika Torati? Bwana Yesu nasifiwe sana. Torati yetu sasa hivi ni Biblia nzima. Kipindi cha Bwana Yesu hakukuwa na injili za Paulo. Hakukuwa na injili za Petro. Kwa sababu Petro ndiye alikuwa mwanafunzi, bado hajawa mwalimu wa kwenda kufundisha wengine. Paulo hajatokea, bado alikuwa anazunguka huko. Kwa hiyo Torati ilikuwa maandiko kurejea ni agano la kale. Walikuwa wanawafundisha watu kulingana na agano la kale. Kwa sababu Kristo yeye kipindi hicho ndo mwanzo wa agano jipya. Lakini sasa hivi sisi tuliopo tunayo agano la kale na agano jipya ambalo ndio tunakutana na mafundisho ya kina Petro, ya kina Paulo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu na manabii wote katika agano jipya katika Biblia. Hiyo ndio Torati yetu sisi sasa hivi. Sasa Kristo anatuuliza lile swali. Tunaweza tukasema tufanyeje ili turithi uzima milele? Tufanyeje ili tuweze kumuona Mungu? Swali linakuja.
Kristo anaturudishia sisi. Je, imeandikwa nini katika Biblia? Tunasomaje katika Biblia? Katika hizi siku za mwisho, kitu ambacho Ibilisi anakipiga vita sana ni watu kusoma Biblia na kujua Biblia. Hapa kila siku tutalizungumza jambo hili kwa sababu kuna sababu kwa nini tunalizungumza hili. Roho Mtakatifu ndio anayenisukuma kusema jambo hili. Bwana Yesu nasifiwe sana. Siku ya mwisho ambapo siri za wanadamu zitafichuliwa, tutaanza kujua nini. Dunia yote itajua, watu wote watajua mambo walikuwa wanafanya kwa siri, kama maandiko yanavyosema kwamba itakuja siku ambapo siri za mioyo ya watu zitafichuliwa zote. Kitu pekee ambacho mwanadamu atahukumiwa nacho ni neno la Mungu, ni Biblia takatifu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ndio maana hapa Kristo akamwambia imeandikwa nini katika Torati. Kwa hiyo siku ile ili turithi uzima milele tutarejeshwa. Je, iliandikwa nini katika Torati? Imeandikwa nini katika Biblia? Tunasomaje katika Biblia? Siku ile utasema mimi nilizaliwa kwenye dini fulani, nilizaliwa kwenye dhehebu fulani, dhehebu letu lilikuwa kubwa, dini yetu ilikuwa kubwa. Dhehebu letu lilikuwa dogo, dini yetu ilikuwa ndogo. Tulikuwa tunasali sana, tulikuwa tunaomba sana. Mchungaji wetu alitufundisha hivi, mchungaji wetu alitufundisha vile, viongozi wetu walitangulia hivi. Litakuja lile swali tukitaka kuingia ile malango ya uzima milele. Ili swali litakuja, je, iliandikwa nini katika Biblia? Tunasoma nini katika Biblia? Bwana Yesu nasifiwe sana. Tukilijua hilo kwamba ndo tiketi ya kuingia ufalme wa mbinguni, hakika hatutadharau hicho kitabu kinachoitwa Biblia takatifu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Hatutaenda kusimama na kuhukumiwa kulingana na theolojia tulizozipokea, mapokeo tuliyoyapokea, maelekezo tuliyopokea kwa wanadamu, kwa viongozi wa kidini. Tutaenda kuulizwa kwa kitu kilichoandikwa humu. Wachungaji wana nafasi zao, walimu wana nafasi zao, maaskofu wana nafasi zao, wainjilisti wana nafasi zao kueleza kile kilichoko huku, lakini sio wenyewe kusimama katika nafasi ya kumtetea mtu siku ile. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kila mtu siku ile atasimama peke yake. Paulo anasema kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Na kila mtu itampasa asimamishwe mbele ya kiti cha hukumu na kueleza habari zake mwenyewe. Sasa utaenda kuulizwa habari zako, matendo yako ambayo yanafuatana na wewe siku ile ya hukumu. Siku ile utakaposimamishwa mbele ya kile kiti cha hukumu. Saa hiyo wakati mzazi wako hayupo, saa hiyo wakati mtoto wako hayupo, saa hiyo wakati dada yako hayupo, saa hiyo wakati kaka yako hayupo, saa hiyo wakati mchungaji wako hayupo, saa hiyo utakuwa umerudi wewe kwa Muumba wako. Sasa na kitabu cha Mhubiri sura ya 12 na mstari wa 6 hadi wa 7, ambapo anasema roho itakapomrudia yeye aliyeitoa, pumzi itakaporudia yeye aliyeitoa, pale ambapo roho yako itarudi kwake aliyeitoa, utasimama mbele ya kile kiti cha hukumu. Siku hiyo utakuwa wewe na aliyekuumba. Basi katika wewe na aliyekuumba, cha kwanza ambacho kitakuja kuulizwa, utatamani kuingia katika ile malango uzima milele, kwenda kuishi milele na Mungu aliyekuumba. Hiyo siku utatamani. Alafu kitabu cha Ufunuo kinasema matendo yako yanafuatana na wewe. Utaambiwa kwamba katika matendo haya hutaweza kuingia haya malango. Hutaweza kuingia haya malango. Alafu utaanza kujitetea, mbona nilifanya vile? Utaulizwa ulifanya vile kwa sababu gani? Ni kwa sababu kanisani tuliruhusiwa kufanya vile. Utasema ni kwa sababu baba yangu na mama yangu waliniruhusu kufanya hivyo. Kwa sababu askofu wangu aliniruhusu kufanya hivyo, na alikuwa ni askofu mkuu, anaheshimika na rais. Kwa sababu mchungaji wetu alikuwa anaomba sana, anafunga sana, anakesha sana, hatujai kumshuhudia akifanya dhambi. Alinipa maelekezo, aliota ndoto akasema hivi na vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja ile swali, imeandikwa nini katika Torati? Imeandikwa nini katika Biblia? Unasomaje? Tutakosa majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nataka nilete umuhimu wa kujua neno la Mungu? Kwa nini nataka nilete hili? Ni kwa sababu ndio silaha pekee ambayo Ibilisi anaiogopa kuliko zote. Neno la Mungu. Kipindi ambacho Yesu ameshatoka kubatizwa Jordan na mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji, ambaye Biblia inasema Yohana Mbatizaji alikuwa ni mkuu kuliko manabii wote hata Musa. Alipotoka Jordan baada ya kubatizwa pale, mbingu zilifunguka juu yake, Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa hua njiwa, kiwiliwili cha njiwa.
Alipotua juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuna kitu kilitokea baada hapo. Kristo kuanza kwenda kuhubiri Injili. Alienda jangwani siku 40 akifunga usiku na mchana. Neno la Mungu linatuambia alikuwa na wanyama wakali, alikaa kule usiku na mchana, hakula wala hakunywa. Sasa alienda kule kwa sababu gani? Alijua kuna kiumbe kinachoitwa Lucifer au shetani kipo duniani, ambacho kuanzia wakati kuendelea vita vyake vimebadilika. Akiwa kule, akiwa katika kufunga, alikuwa anajua mjaribu atakuja. Na kweli mjaribu alikuja. Lakini mjaribu hakuja siku ya kwanza, hakuja siku ya pili, hakuja siku ya tatu. Alikuja siku karibia na 40, anaenda kumaliza mfungo Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna maneno aliyemwambia Yesu, ambao tunaenda kuangalia ni jinsi gani Yesu aliyashinda yale maneno, na sisi tujue ni jinsi gani tunaweza kumshinda huyu Lucifer na kumpinga kulingana na Biblia. Mathayo sura 4 na ule mstari wa kwanza. Mathayo sura 4 mstari wa kwanza. Habari imerudiwa pia katika Luka na Marko. Tuende taratibu. Mstari wa kwanza Biblia inasema hivi: kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa lengo la Kristo kwenda nyikani ni kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Kwa mwishoni alipoona njaa, mstari wa 3, mjaribu akamjia akamwambia, yaani mjaribu ni mvumilivu kweli. Hajatokea siku ya kwanza, kaja kutokea siku ya 40 Kristo aliposikia njaa. Na Yesu alienda ile ajaribiwa kwa sababu Roho alishamshuhudia kwamba anaenda kujaribiwa. Lakini mjaribu hakuja ile siku ya kwanza, alisema huyu nikija siku ya kwanza atakuwa ni rahisi kushinda. Na msubirie ile kipindi kashachoka, kashaishiwa nguvu. Mstari wa 3, mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Ukiwa ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Sasa ungeona tunaweza kufikiri shetani alikuwa hana akili kumwambia abadilishe mawe haya yawe mikate. Najiuliza kwa nini akumwambia ikiwa ni mwana wa Mungu, hebu hiyo njele huko ndani yako, sema tu njaa ondoka na yenyewe itaondoka. Lakini akamwambia haya mawe unayoyaona hapa, hebu yabadilishe kuwa mkate. Lakini linakuja kama wazo, linakuja kama sauti tu ndani yake. Kwa sababu akumtokea kama zombie pale na kumwambia amuru mawe haya. Hakunaga uso, haikuwa hivyo kama tunavyoona kwenye filamu. Wala kutokea nyoka pale. Mjaribu ajaje, anakuja kwa njia ya mawazo. Anakuja kwa njia ya mawazo na anajishona kwenye kitu kinachoitwa neno. Amuru kwamba mawe haya ni mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kristo akusema, hakuanza kumkemea shetani pale na kumwambia toka shetani na ndangani. Hakuna ushindi wowote katika kukemea kila wakati. Naambia ukweli, sio kila kitu cha kukemea. Sio kila kitu cha kukemea. Kristo akaanza pale na kumkemea Ibilisi, toka. Lakini alimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Lucifer anakuja kumwambia ikiwa ni mwana wa Mungu, geuza mawe kuwa mkate. Alijua huyu anaweza kufanya hivyo. Alijua huyu mtu anaweza kutenda hivyo kwa sababu wana wa Mungu wana sauti ya Mungu ndani yao. Na Kristo akamkosoa shetani na kumwambia ni uongo, mwana wa Mungu hawezi kugeuza jiwe kuwa mkate. Hakumkosoa, alijua shetani kazungumza jambo la kweli. Lakini kweli sio kweli, sio kila ukweli una ukweli. Sio kila ukweli una ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ukweli mwingine unakuja kama ukweli lakini nyuma yake kuna uongo. Mfano katika bustani ya Eden. Nyoka alimwambia Hawa kwamba kila ili tunda utakuwa kama Mungu kujua mema na mabaya. Hakumwambia uongo kwa sababu alipokula ile tunda Mungu alisema mtu huyu amekuwa kama sisi kwa kujua mema na mabaya. Kwa alikuja kama kweli lakini mwisho wake ulikuwa ni uongo. Alimwambia utakuwa kama Mungu lakini hakumwambia kwamba utakuwa kama Mungu lakini utakufa. Utajua mema na mabaya lakini kukujua kwako mema na mabaya kutakuletea mauti. Ni kweli ambayo iko nusu. Kwa shetani ndiye alikuja kwa Bwana na kumwambia ukiwa ni mwana wa Mungu geuza ama wewe mkate.
Yesu akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Sasa imeandikwa wapi? Rudi kwa yule mwanasheria alimwambia ninataka kurithi ufalme wa Mungu. Nifanye nini urithi ufalme wa Mungu? Akamwambia imeandikwa nini katika Torati? Wasomaji. Na hapa Yesu anasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka. Imeandikwa wapi kwenye Biblia? Hebu turejee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 na mstari wa 2 hadi ule mstari wa 3. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 2 hadi ule mstari wa 3. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 2 hadi ule mstari wa 3. Naomba nianze mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tujue Yesu alirejea wapi, alafu tuangalie jinsi Kristo alipokuwa anasoma maandiko mpaka anapata ufunuo. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa kwanza hadi wa 3 anasema hivi: amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Anawaambia wana Israeli wakati wanaenda katika nchi ya ahadi. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze. Angalia Yesu anaanza kupata ufunuo wapi? Aliangalia kuna miaka 40, ile miaka 40 ambayo wana Israeli walipitishwa jangwani, na mimi niko siku 40 hapa katika ile jangwa na wale walikuwa wako jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mfanano wa maandiko. Nitarudia mstari wa 2. Nayo utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, mstari wa 3. Sikiliza maneno. Kutweza maana yake kushushwa chini. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usijua wewe wala baba zako hawakujua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Tushia. Kwa Kristo aliangalia jinsi safari ya wana Israeli ilivyokuwa. Walikuwa jangwani wanaenda, lakini kule jangwani hawakula mikate. Mkate unaozungumziwa pale ni mkate wa ngano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mikate ya ngano, lakini walikula chakula kutoka mbinguni ambacho kwa kinaitwa chakula cha malaika, chakula cha mashujaa, mahali imeandikwa kwenye Zaburi. Kwa hiyo walikuwa wanakula chakula kutoka mbinguni wakati dunia yote inashangaa leo tunaishi jangwani. Amen. Yesu akaona ufunuo katika kile kitu, akasema kumbe naweza kwenda jangwani, na nikiwa jangwani katika namba 40 na uwezo wa kuishi bila kutegemea chakula kinachopikwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na ufunuo kabla kuondoka. Huo ndio ulompeleka kwa. Kwa alivyotoka na ujasiri, roho iko juu yake, akajua kama baba alivyotulisha miaka 40 jangwani, kwa maana sio julikana na mtu yote, atanilisha hivyo hivyo tumbo langu, kwa maana sio lazima ishuke hivyo, lakini sitakufa, nitaishi. Alikuwa anatembea na hilo neno. Ufunuo ulipata hapo. Kwa alipokuwa anatembea jangwani siku ya kwanza, ile shetani linamwambia ndani yake, utakufa njaa wewe. Siku ya pili, pengine kachikuka anakuja, utakufa njaa. Kristo anasimama. Alitutweza kule jangwani miaka 40. Akatuonyesha kwamba mtu hataishi kwa mkate, bali ataishi kwa kila neno. Dakika mwisho njaa ilipokuja kwa kali siku 40 Yesu, ile shetani likamtokea likamwambia, sasa wewe ni mwana wa Mungu, hii njaa itakuua wewe. Badilisha tu mikate, kama kwa mkate. Akamwambia imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate. Kule narudia kule 40 miaka 40 na mimi niko siku 40 hapa, sitakufa. Shetani akajua kumbe huyu mtu anajua maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakurupuki tu kila kitu kukemea. Alisema hapa naenda kwa neno la Mungu. Naenda kufunua. Akajua mtu amejia ufunuo, kumbe amekuja huku akijua kabisa kwamba yaliyotokea miaka ya zamani, miaka 40 na hizo siku zake 40 inaweza likatokea. Kristo hata angekaa kule miaka 40 jangwani asingekufa. Kwa sababu ya hilo neno, ufunuo uliokuwa katika neno. Kristo alikuwa anasoma maandiko kwa namna hiyo, ndio alikuwa anamshinda shetani. Amen. Lakini ikuishia hapo, angalia, tunaendelea pale. Turudi pale katika Mathayo sura 4. Mathayo mtakatifu sura ya 4. Anaendelea kusema pale mstari wa 5. Mathayo mtakatifu sura ya 4 mstari wa 5. Anasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara chekalo, alimchukua katika maono.
akiwa kule sasa akachukuliwa katika maono. Akapelekwa juu ya kinara cha hekalu. Akatolewa jangwani, anarudishwa Yerusalemu alikotoka, alafu anawekwa juu ya kinara cha hekalu. Unajua kinara cha hekalu ni wapi? Yaani hekalu lilikuwa limejengwa, kulikuwa kuna sehemu za juu. Akawekwa pale vile. Alafu anasema hivi, mstari wa 6, akamwambia ukiwa ndio mwana wa Mungu, na anaipenda kauli, ikiwa ni mtumishi wa Mungu, ikiwa ni mtumishi wa Mungu, umeitwa na Mungu. Ukiwa ndio mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Mstari wa 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Unaona ama mapambano? Sasa ibilisi kashajua huyu mtu ambaye anajiita mwana wa Mungu, anajua maandiko, anakuja kumuuliza, anakuja kumjaribu, anamwambia, akamchukua akampeleka kwenye kinara cha hekalu, akumpeleka kwenye ukumbi wa starehe disco fulani, akumpeleka kwenye taasisi fulani, chuo fulani cha Biblia. Akumpeleka kwenye nyumba yake kule, kwa sababu magorofa alikuwa mengi, wala kumpeleka katika ile nyumba za kaya. Alimpeleka mahali patakatifu ili Kristo ajue kwamba ni Mungu, ndo kamfikisha pale. Alafu anamwambia, jitupe chini, kwa sababu kwenye kinara cha hekalu hakuna njia ya ngazi ya kushuka chini. Suluhisho ni moja tu, kuruka. Bwana anasifiwe sana. Kwa huyu Kristo alipelekwa mahali ambapo hakuna suluhisho la kutembea kushuka chini. Suluhisho ni kuruka tu, alafu malaika wanakuja kumchukua. Kwa kuwa imeandikwa, sasa anamrudisha shetani kule. Sasa ndo tunakuja kwenye ile hoja ambayo alimwambia yule mtu. Yesu alimuuliza yule mtu, akamwambia imeandikwaje, alafu unasomaje? Kuna tofauti ya kuandikwa, uko unaandikwa alafu unavyosoma. Angalia, Yesu anamsomea, shetani anamsomea Yesu maandiko. Anamsomea kinyume. Anamwambia imeandikwa, ukijitupa malaika watatumwa kuja. Sasa wengi tunadhani shetani alikuwa anadanganya ile andiko. Sasa turudi kwenye Biblia tuangalie ni wapi paliandikwa hivyo. Zaburi 91 mstari wa 9 hadi 12. Na hakika ile andiko shetani angetuletea wengi, tusingejua hata linatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusingejua hata linatoka wapi. Zaburi 91 mstari wa 9 anasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umefanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Angalia maandiko yanofuata. Anasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utaseta kwa miguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa umenijua jina langu. Tuishe tu. Kwa shetani alikuwa anajua kuna maneno ya faraja yameandikwa kwenye Zaburi. Na hata sasa hivi tunatumia wengi ya maneno ya faraja. Tunasoma lakini tunajua imeandikwa, lakini tunasoma tofauti. Likaja likamletea maandiko. Kristo akamwambia, sasa wewe shetani, hilo andiko halipo kwenye Torati, halipo kwenye Biblia, lakini Kristo alijua lipo mahali fulani. Kwa hakuzuia. Lakini sasa hebu turudi, jibu la Bwana wetu Yesu Kristo lilikuwa wapi? Pale pale kwenye Mathayo sura ya 4. Jibu la Bwana Yesu lilikuwa ni nini? Mathayo sura ya 4 pale. Na ule mstari wa 9. Mstari wa 7. Anasema Yesu akamwambia, tena imeandikwa. Tena, unaelewa nini maana tena? Maana pamoja na hilo andika kuna neno lingine la ziada ambalo lijumlishe na hilo shetani, usiniletee nusu. Tena imeandikwa, mstari wa 7, usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Kasome Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 16. Amerejea tena kule Yesu. Wapi iliandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako? Kwenye Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 16. Kwa neno linakata neno. Neno linathibitisha neno. Neno linapangua neno. Bwana anapewa sifa sana. Na ukiendelea jaribu la 3, angalia tena shetani anaendelea vile vile. Mstari ule wa 8. Kisha ibilisi, mstari wa 8 ndio. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Yeye anampeleka juu tu. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Sehemu nyingine anasema kwa dakika moja. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa. Sasa hapa anaanza kumfukuza. Wengi tunamfukuza shetani, hatuna neno la kumfukuzia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha ibilisi akamwacha. Na tazama, wakaja malaika wakamtumikia.
Sasa hapa sasa ndo malaika wanakuja kumtumikia baada ya kujua maneno. Kama alikuwa na njaa labda alimletea mkate hatujui. Alikuwa anajisikia vibaya ili ampe nguvu hatujui. Lakini mara nyingi sana Kristo alikuwa anatokea na malaika wanamtia nguvu. Kwa hiyo ninachotaka tukiangalia ni nini? Ni umuhimu wa kulijua neno la Mungu. Umuhimu wa kujua Biblia takatifu. Umuhimu wa kujua maandiko yaliyoandikwa huku. Lakini pia na uwezo wa kuyasoma. Usiridhike tu kuishi na neno moja la siku. Kuna watu wanaamka asubuhi wanataka kujua neno la siku, leo nitembee na neno gani? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kama. Anatembea nalo kila dakika, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Kesho anasubiria lingine. Litakusaidia lakini litakusaidia kidogo sana. Tafuta kulijua neno la Mungu. Hebu angalia tu ufunuo Yesu alopata kabla kwenda jangwani. Kabla kwenda kwa sababu siku 40 ambazo atakaa kila siku moja atahesabu ni mwaka mmoja. Kwa sababu Bwana aliwaambia wana Israeli, kwa zile siku mlizoenda kujaribu kule mlipoenda katika nchi ya ahadi, siku 40 hesabuni ni mwaka mmoja. Kwa mwaka mmoja ambao alienda kupeleleza Kanaani, siku 40 alizoenda kupeleleza Kanaani ni miaka 40. Kwa Kristo akajua kwamba mwaka mmoja pia na siku moja ni kitu kimoja. Kwa mimi nitaenda sasa siku 40 kule jangwani, katika roho nikimaanisha miaka 40. Lakini nikiwa kule jangwani katika siku zote hizo 40 au miaka 40 katika roho, nitaishi na lile neno kwamba sitakufa, nitaishi, lakini nitaishi kwa neno la Mungu, sio tu kwa chakula cha damu na nyama. Neno alikuwa analijua katika ufunuo namna hiyo. Kwa kusoma Biblia, asingesoma habari ya wana Israeli asingepata ufunuo. Kwa shetani wakati anakuja na kumwambia geuza jio kwa mkate, Kristo asingekuwa na maneno ziada, angeanza kukemea pengine. Ingekuwa ni mwanadamu wa kawaida angekemea toka shetani. Shetani haogopi maneno mengi. Haogopi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anachokiogopa ni ufunuo ulionao kuhusu Mungu, kuhusu Biblia, kuhusu neno la Mungu. Kiwango chako cha kulijua neno na kuliapply katika maisha yako ndicho anachokiogopa. Ndio maana Biblia imeruhusu Kristo kujaribiwa na majaribu matatu tu, majaribu yana mengi. Na yote yalikuwa yanakaa kwenye neno. Imeandikwa na Kristo anasema imeandikwa, tena imeandikwa, ndio vita hivyo. Alipomshinda alitoka na utukufu ambao sio kawaida. Shetani alikuwa anamuogopa Bwana Yesu kuliko viumbe vyote na wanadamu wote ambao walishatokea katika historia ya mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alikuwa na neno ndani yake. Alikuwa ni mtu wa kusoma, alikuwa ni mtu wa kufuatilia, alikuwa ni mtu wa kuchunguza. Anapewa Zaburi 91 kwamba malaika watatumwa. Wanasema ni kweli imeandikwa hivyo, lakini kuna mahali tena pameandikwa kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Ana maneno ya kutosha, akiba neno la Mungu ipo ndani yake. Anaitoa katika majaribu, anaitoa katika maisha, anaitoa kila mahali. Hiyo ndio ilomfanya Yesu awe tofauti na wanadamu wengine wote. Na hiyo ndio kitu ambacho kinafanya pia baadhi ya watu kuwa tofauti na watu wengine wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaweza kaishi maisha ambayo ni ya furaha kwa sababu ya ufunuo wa neno la Mungu alionao. Kuna watu wanaweza kaishi maisha ya amani kwa sababu ufunuo wa neno la Mungu alionao kuliko wengine. Kuna watu wanaweza kaishi maisha ya afya kwa sababu ufunuo wa neno la Mungu alionao. Kwa sababu akiba neno la Mungu ipo ndani yao. Na neno la Mungu linasema neno la Kristo na likae ndani yenu kwa wingi. Sio mistari ya Biblia tu ikae ndani. Neno la Kristo katika ufunuo wote likae ndani. Na kitu ambacho Kristo anatuagiza na sisi ni kusoma Biblia. Ndio maana akamwambia yule mwanasheria imeandikwa nini katika Torati? Unasoma nini kutaka kurithi uzima milele? Je, umepata ufunuo gani katika yote uliyosoma katika Torati? Yule mwanasheria alikuwa tayari anafunuo, akamwambia imeandikwa hivi, mpende Bwana Mungu. Akamwambia umejibu vema, fanya hivyo na utaishi. Hicho tu ufunuo aliokuwa nao yule mtu kwenye neno, ufunuo aliokuwa nao kwenye Biblia, huo ndio uliokuwa unampa tiketi ya kurithi uzima milele. Ndio funguo za kufungua uzima milele, ndio funguo za kufungua baraka za duniani, ndio funguo za kufungua baraka za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukilikwepa Biblia au neno la Mungu na kutamani kuomba tu, kutamani kuombewa tu, kutamani kutoa sadaka tu, kutamani kutimiza sheria za kwenda kanisani, kutamani kufanya kile na kile, utakuwa unapata vitu vidogo unaacha vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tuwe tuna desturi ya kusoma Biblia. Mkristo leo muulize Biblia na vitabu gani? Muulize tu. Yaani hiyo hapo ni elimu ambayo inapaswa afundishwe mtoto wa Sunday school. Hajui. Hata hapa tukianza kufuatilia hapa ndani hapa tutaibishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sengine walimu tusikasirike, tunatulia tu. Lakini kiwalisia hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna Biblia.
Wakristo hatuna Biblia. Kabisa hatuna Biblia. Na mimi nataka nikwambie ukweli. Biblia kwenye simu haikusaidii kitu. Labda tu kama una matatizo ya kiafya, una matatizo ya macho, una matatizo mengine, unaweza kutumia hiyo. Lakini kama ni mzima, Biblia kwenye simu haikusaidii kitu. Na ajenda shetani katika hizo siku za mwisho ni kukipoteza hicho kitabu kinachoitwa Biblia. Kwa namna gani? Kwa sababu siku zinapozidi kwenda, mapinduzi ya teknolojia yanapozidi kuongezeka, kila kitu sasa hivi kinawekwa kwenye simu. Kila kitu sasa hivi kinawekwa kwenye simu. Ukitaka kujua jiografia ya dunia ipo kwenye simu. Ukitaka kujua hata joto lako la mwili pia unaweza kuliweka kwenye simu. Kila kitu sasa hivi kinawekwa kwenye simu. Sasa Biblia pia inawekwa kwenye simu siku hizi za mwisho. Inaweza ikaanza vizuri lakini mwisho wake ni mbaya. Kwa nini? Biblia ile unaweka iliyoko kwenye simu ambayo unaitumia, leo utaisoma iko sawa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Utaisoma ipo sawa, umedownload pale. Utaisoma ipo sawa. Lakini utafika wakati kitakuja kitu kinachoitwa update. Tunajua kila siku hizi vitu vinaji-update hata penyewe. Tukishasha data tu, kila kitu ambacho ulikuwa nacho jana unashangaa mbona kuna vitu vya ajabu vimetoka kwenye simu. Hilo tatizo social lishatukuta wengi. Unaweza vitu vimetoka wapi sijaweza kuvifuatilia. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa auto update, yani vitu vinaji-update vyenyewe, vinajipeleka katika toleo bora, toleo jipya zaidi. Unapowasha data tu. Kwa hiyo sasa Biblia kwenye simu leo itakuwa sawa, lakini siku zinazozidi kwenda yanakuja matoleo mapya ambayo hayo matoleo yanakuwa yanapunguzwa baadhi ya vitu na kuongezwa baadhi ya vitu. Mimi ni shahidi. Nakwambia hivyo, nakwambia kitu ambacho na ushahidi nacho. Bwana anasifiwe sana. Niliweka na Biblia kwenye simu miaka ya nyuma. Nisha kusema hata hichi kitu hapa. Ile Biblia ambayo nilikuwa nayo kwenye simu, ambayo nilikuwa nayo, ilikuwa iko sawa, haina matangazo. Haina matangazo kabisa. Na ilikuwa iko kamili. Siku moja kulitokea nini, kaja update. Ilivyokuja baada ya kuja update ilikuja ikawa imeongezeka lugha. Ni ile lakini imeongezeka lugha. Lakini kuna kitu kingine kiliongezeka na nikagundua kuna vitu vilipungua. Kilichoongezeka cha kwanza ni lugha, kulikuja lugha nyingine pale. Nikasema hiyo sio vibaya. Kwa sababu ni lugha ya Kiingereza, sio vibaya. Lakini kitu kingine kilichoongezeka ni pale chini kuna matangazo yameongezeka pale chini. Yale matangazo yanakuwa yanabadilika. Yanakuwa yanabadilika kako kama mstari tu cha matangazo pale ambacho akakuepo kwenye toleo lililopita. Sasa ile matangazo mimi ninaapuziaga, waga siangalia. Na watu wengi pia najua tunaapuzia. Lakini siku moja niliona tangazo la Freemason. Sasa nikajiuliza, hii ni Biblia ya kutangaza neno la Mungu au kutangaza nini? Likatokea likaondoka, likarudia tena, likatokea tena likapotea. Sasa ilikaendelea hivyo. Baadaye yale matangazo yakawa yanazidi, yanakuwa na rangi. Kwa hiyo ukifungua tu Biblia pale, utakuta pale neno la Mungu lakini chini kuna matangazo. Yale kazi yake ni kukuondolea hiyo concentration, umakini katika kusoma kile kitu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Alafu baadaye kuna mistari ilikuja kugundua haipo kwenye kitabu cha waraka 3 ya Yohana. Ya mwishoni kabisa imetolewa. Zile salamu zimetolewa. Nikawa makini sana. Nikasema hivi vitu tunapoelekea huko dunia imeharibika. Amen. Kwa sasa ikabaki tu kwenye simu, mimi naitumiaga tu kama dharura. Labda kuna mstari nataka niufuatilie, tunaangalia tu kama dharura. Lakini siwezi nikasema na concentrate najifunza neno la Mungu kwa kutumia Biblia kwenye simu. Hakuna hicho kitu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ujiulize kwa nini shule yoyote ile ambayo iko makini haruhusu mwanafunzi kusoma kwenye simu. Kwa hiyo naambia wazazi, hebu mjoni na watoto wenu tutawekea material kwenye simu, alafu atakuwa anasoma kwenye simu. Shule fanye hivyo ni kama itafundisha mwanafunzi hata mmoja. Hakuna hicho kitu, haitaweza kufundisha. Kwa nini mfumo wa vitabu unabaki kuwa bora kuingiza elimu kwa mwanafunzi au kwa mtoto? Ni kwa sababu unaposoma Biblia na kukaa katika utulivu, hautaona message pale imekuja halo mambo. Utaona message pale imekuja vipi? Hautasikia simu imepiga Biblia imesha chaji pale tiki kachaji simu, kachaji Biblia. Hautaona hivyo vitu. Bwana Yesu anasifiwe sana. Hautakuwa na wasiwasi sasa hapa nakaa nasoma hapa mwizi anaweza kapita akachukua. Hivyo ni vitu ambavyo vinatoa makini na shetani ni ajenda yake siku za mwisho. Ili watu wapoteze usikae concentrate katika kujifunza Biblia. Lakini ukiwa na Biblia kama kitabu kama hichi hapa, ukiwa umekaa katika hali yako utulivu, mazingira yako, kelele zako ni sauti za ndege. Sauti yako ndani ni utulivu, umeshamfunga shetani kinywa. Utasikia sauti ya Biblia. Hakuna kitu chochote kitakachokuwa hapo. Utaanza kusoma kitabu chako taratibu.
Hapo ndipo Roho Mtakatifu anapochukua nafasi na kuanza kusema na wewe ndani, na kuanza kukufundisha, kukupa mafunuo. Yale mafunuo ndio sumu shetani anayogopa namba moja. Uwezo wako kuelewa Biblia. Una maarifa kiasi gani cha kujua neno la Mungu? Ndio maana Biblia inasema hivi katika kitabu cha Hosea, watu wangu wanaangamizwa kwa kufanya nini? Kwa kukosa maarifa. Sio tu maarifa duniani, ni maarifa neno la Mungu. Pale shetani anakuja kumwambia sasa jitupe chini, kwa maana imeandikwa labda timu ya uokoaji wa Galilaya itakuja kufua na parachuti. Kutumia maarifa. Bwana Yesu anasifiwe sana. Angeweza kumwambia hivyo, jitupe chini kwa sababu timu ya nani itakuja kuokoka kabla hujaanguka chini. Hakutumia hivyo. Hakutumia maarifa ya kidunia kumkamata Bwana Yesu. Alitumia maarifa neno la Mungu kumkamata Bwana Yesu. Na hapo ndipo kitu hicho. Kwa kuna elimu nyingine ipo ya shetani kutumia maandiko. Tusipoweza kuwa na elimu ya kutosha kuhusu neno la Mungu, hatutaweza kushindana na hiyo elimu ya Ibilisi, ambayo hiyo inadanganya kuliko kitu kingine chochote. Ndio hiyo elimu ambayo Yesu anatakuja shetani ndio kumpa Bwana Yesu. Imeandikwa. Anatumia Biblia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msisitizo ambao nataka tupate watu wa Mungu, hapo ndio kila siku lazima tuwe nao hapa kujifunza hapa hivi. Ni muhimu wa kujifunza neno la Mungu. Tafuta kitabu kinachoitwa Biblia. Hebu tafuta namna ambapo unaweza ukapata walimu ambao watakuongezea kitu. Usiwategemee sana walimu, lakini tafuta muda wako pia wa kusoma ile neno la Mungu. Maarifa pia ndani yako. Ujue basi hata Biblia na vitabu gani au kitabu cha Biblia. Ujue basi hata historia ya wana Israeli. Ujue basi hata historia ya kanisa ilivyoanzia. Ujue basi hata kitabu cha Matendo ya Mitume kinahusiana na nini. Hiyo tu inaweza kukusaidia hata kutoa katika mitego mingi ya Ibilisi. Amen. Ujue basi hata neno la Mungu linasemaje kuhusiana na maisha yetu hapa duniani. Maisha yanayokuja, uzima milele. Tunaishi hivyo kwa nguvu na sababu wewe kuendelea mbele. Itakutengenezea passion. Unaona passion? Yaani zile hisia na hamu ya wewe kuendelea kumpenda Mungu na kumtafuta ukijua Biblia. Ukijua ufunuo ulioko katika neno la Mungu. Nataka nikupe siri moja ya mwisho kwa mtu yote ambaye anasoma neno la Mungu kwa kudhamiria, kwa kuweka mikakati na ajenda. Anasema no mkakati maalum wa kujifunza neno. Mkakati ni nao kwamba ninaamua kujifunza Biblia. Pia sio kusoma tu kama hadithi, kusoma kwa mkakati. Roho Mtakatifu ni ahadi ya watu wote. Yaani ukiamua sasa hivi na kusema unataka kwenda kujifunza Biblia, Roho Mtakatifu yupo. Atakufundisha wewe na atakupa mafunuo ambayo mtu mwingine hata mchungaji hapa. Ukiwa na huo mkakati na kusema mimi sasa nataka nijifunze Biblia, utapata mafunuo ambayo mtu wote hakuwa nayo wala hakuna mtu tena aliyopata. Kuhusu maisha, kuhusu mwili wako, kuhusu maisha unakokwenda, ulikotoka, ulipo, napata. Mhubiri mmoja alisema anasema mimi nilipa hii Biblia na mshumaa, hapo kanifungia kwenye chumba chenye giza na nitakwambia mambo yote yanaendelea duniani. Sikumuelewa, lakini baadaye yule utafahamu kasema mtu anasema kweli. Ukiwa na Biblia ukisoma kwa mikakati utajua vitu vingi sana. Vitu vilivyopita, vilivyopo na vinavyokuja. Utajua kwa sababu kila kitu hichi kitabu ndio kitabu cha unabii unaokuja, mambo yanayopita. Mwanzo unaelezea mwanzo wa mwanadamu, ufunuo unaelezea ufunuo mpaka mbingu mpya na nchi mpya. Sasa kuna mambo gani hapo katikati yatakuwa yameandikwa? Kwa sababu kama Biblia inatuambia kutakuja Yerusalemu mpya, kutakuja mbingu mpya na nchi mpya, miaka ambayo mpaka sasa tuifikia. Sasa hapa maana yake kuna vitu tayari kwenye Biblia vya maisha vipo hapa. Kama tayari kuna unabii wa vitu vinavyokuja na vilivyopita pia vimeandikwa. Hapa katikati kwa nini vikosekana? Kwa Biblia ndo ufunguo wa mambo yote. Amen. Kwa hiyo tuende na ujumbe wa Mungu, tujue imeandikwa nini na tunasoma nini. Ujumbe ni mrefu sana. Ungeweza kutuchukua hata siku 3-4 mfululizo kujifunza tu hichi kitu. Bado kuna vitu vingi sana tunapaswa tujifunze kuhusiana na umuhimu wa kujua neno la Mungu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Basi kufikia hapo tutaenda kusimama na